Karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha Tanzania Mpya. Kipindi ambacho kinalenga katika kukuelimisha juu ya dhana pana ya uzalendo, lakini kipindi pia ambacho kinajikita katika kukuelimisha juu ya swala zima la ulinzi wa rasilimali na swala la maadili. Leo hii katika kipindi hiki tuko katika chuo cha ualimu kwa maana ya Mkwawa College of Education ambao ni tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hapa chuo hiki kinafundisha walimu kwa kiwango cha degree na ni chuo ambacho kina historia ndefu, ikiwa ni pamoja na kwamba ndio hapa mahala ambapo mzalendo nambari 1 Rais John Pombe Magufuli alisoma hapa. Kwa hiyo leo tumekuja kuona nini hawa vijana wana maoni gani, yawezekana pia wakatengeneza historia kuwa marais wa nchi katika siku zijazo. Na mada ambayo tunakwenda kuijadili leo inahusu ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL. Kama utakavyokumbuka siku mbili zilizopita, Rais John Pombe Magufuli alimwagiza Waziri wa Fedha Dr. Mpango aweze kutengeneza tume kufuatilia ubinafsishaji wa TTCL, na imebainika kama ulivyosikia kwamba taratibu hazikufuatwa. Katika kipindi hiki niko na vijana 4 hapa. Kushoto kwangu ni Daniel Yona. Habari yako bwana Daniel? Yeah. Yona yeye ni rais wa serikali ya wanafunzi kwa maana ya Daruso, tawi la hapa Mkwawa University College of Education. Na pia ninaye Nicholas Panga. Asante. Habari za hapa bwana? Salama. Nicholas Panga yeye ni naibu waziri wa habari na mawasiliano katika serikali ya Daruso kwa hapa Mkwawa University College. Na kulia kwangu yuko bwana Florence Mtega. Habari yako bwana? Salama kabisa. Mzee wa Njombe wewe. Mzee wa Njombe. Wazima huko lakini? Wazima kabisa. Mtega yeye ni waziri mkuu katika serikali hii ya wanafunzi hapa Muse. Na kulia kwangu kabisa mbali huku yuko yeye ni spika wa bunge la serikali ya wanafunzi hapa chuoni, kwa jina anaitwa Anthony Pastori. Kwa hiyo kwa leo tutakuwa na mjadala huo, nini mawazo yao, wamepokeaje hiyo ripoti ya waziri wa fedha Mpango, lakini pia nini wanahisi labda serikali ichukue hatua gani zaidi ili kuwasafisha macho wa Tanzania, lakini pia waweze kujadili njia gani bora serikali inaweza kufanya ili kufuatilia kama kuna mashimo yote ambayo yalijitokeza katika ubinafsishaji huko nyuma. Na pasina kupoteza muda, labda tuanze bwana Pastori. Wewe ripoti ya waziri wa fedha kuhusu ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL umeipokeaje? Ndugu mtangazaji, kwanza mimi ni Daniel Yohana. Nashukuru. Nimeipokea vizuri sana. Na hii namna gani waziri wa fedha, mipango na uchumi anafanya kazi. Lakini vile vile ni namna ambavyo tunaona taifa letu, viongozi wenye uzalendo na uadilifu, tunakwenda kulijenga taifa. Kwa nimepokea kwa mikono miwili na ninaamini kabisa kupitia ripoti hiyo na kupitia uchunguzi ambao umefanyika tunakwenda kuinyosha hii nchi. Nimeipokea kwa mikono miwili na tunamuunga mkono kabisa na tunaomba sheria kali sana zichukuliwe. Nini maoni yako zaidi, kwa maana kwamba labda waliohusika wafanywe nini au labda hatua inayofuata nyingine kifanyike kitu gani? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 132 ambayo ilianzishwa kwa mujibu wa sheria namba 1 ibara ya 15 ya mwaka 1980 iliweza kuundwa kwa ajili ya kuipa tume ya sekretari ya maadili ya viongozi wa umma maamuzi ama na utekelezaji hatua gani zichukuliwe kwa viongozi wa umma. Kwa hiyo kwa kupitia ibara hii ambayo inaunda sekretariat ya maadili ya viongozi wa umma, sheria zinaonesha kabisa viongozi wanatakiwa wawajibike kwa misingi gani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo sheria zichukuliwe kwa wote ambao walihusika. Si hivyo tu, hata ambao katika maeneo mengine itabainika wamehusika, ufanyike utaratibu wa kuangalia maeneo mengine pia sheria kali zichukuliwe na ziweze kutekelezeka vizuri. Panga, umemsikia Yona hapa akisema kwamba kuna secretariat ya maadili ambayo inaagiza viongozi kwanza wawe waadilifu, lakini pili kama atakiuka misingi ya uongozi nini hatua gani zichukuliwe. Wewe binafsi baada ya kupata ripoti ya waziri wa fedha kwamba TTCL kimsingi ni mali ya umma, nini mawazo yako kutokana na ripoti hiyo? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Joseph Magufuli kwa kumwagiza waziri wa fedha Dr. Philip Mpango kuunda tume ya uchunguzi hapo tarehe 20 mwezi wa 12 2017.
Na hiyo ripoti nimeipokea vizuri, na kwa jinsi ambavyo ilivyowasilishwa, serikali ilipaswa kumiliki, serikali ilikuwa na hisa ya 40%, kampuni ilikuwa na hisa ya 60%. Lakini jinsi ripoti ilivyosomwa, ilivyowasilishwa tarehe 11 mwezi Januari 2018, ilionyesha kuna ubadhirifu mkubwa sana wa utendaji kazi na ufanyaji kazi katika kampuni ya TTCL. Kwa hiyo mimi binafsi naunga mkono serikali, naunga mkono tume, na hatua kali zichukuliwe kwa mujibu wa sheria, ikiwemo ni pamoja na kuwapeleka mahakamani wahusika ambao kwa namna moja ama nyingine wamesababisha hasara kwa serikali. Bwana Mtega, wewe ni waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi hapa Muse. Ndiyo. Wewe ripoti hii ya Waziri Mpango umeipokeaje, na swala zima wanasema kwamba ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL? Kwanza ndugu mtangazaji, mimi ripoti ya Waziri wa Fedha Dr. Mpango naipokea kwa namna mbili. Namna ya kwanza naipokea kwa furaha, na namna ya pili naipokea kwa masikitiko. Kwa sababu moja, naipokea kwa namna ya furaha kwa sababu waziri wa fedha pamoja na tume ambayo yeye aliiunda wameenda kuibua ubadhirifu ambao toka kipindi cha nyuma ulikuwa ukifanyika pasipo taratibu maalum. Lakini kwa namna ya pili naipokea kwa furaha kubwa kwa sababu tunakwenda kupata haki na rasilimali ambazo sisi kama wananchi tunatakiwa kuendelea kuzifaidi kutoka kwenye hii kampuni ya TTCL. Lakini pia mi naona kabisa kwamba kama kuna ubadhirifu ambao umefanywa katika huu, tunasema ni ubinafsishaji wa hovyo kama anavyosema Dr. Mpango, kwamba waliohusika lazima wachukuliwe hatua stahiki za kisheria, na ikiwezekana ule ubadhirifu ambao miaka yote huu wametuhujumu warudishe na fidia. Asante sana bwana Mtega, kwamba yani inaonyesha kabisa na uchungu kwamba pesa zirudi. Naamini mtazamaji hata utakubaliana bwana Mtega hapa kwamba anasema si swala tu la kusema kwamba labda hatua za kisheria zichukuliwe, lakini ikiwezekana kabisa ubadhirifu uliofanyika, fedha yote kwa kipindi cha miaka yote ambayo hiyo kampuni ya simu ya mikononi imekuwa katika mikono ambayo si halali, basi zikarudi. Sasa ni zamu ya spika wa bunge la serikali ya wanafunzi hapa katika chuo kikuu cha elimu cha Mkwawa, Atanas Pastori. Wewe ripoti ya waziri wa fedha umeipokeaje? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa niseme nianze kabisa kwa kuipongeza serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Magufuli, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, ambayo kimsingi inaonyesha matumaini makubwa kwa Watanzania, kwamba Watanzania walipokuwa wanamchagua rais huyu hawakuweza kukosea. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hii ripoti ambayo kulingana na waziri wa masuala ya uchumi alivyosema kwamba ni ubinafsishaji wa hovyo, kimsingi ni kweli ni ubinafsishaji wa hovyo, ni ubinafsishaji ambao haukuwa na tija kwa Watanzania. Kwa hiyo kwa sasa, kwa sababu tuna serikali ambayo kimsingi imejikita katika kutazama changamoto za Watanzania, kuangalia rasilimali za Watanzania zinawezaje kuwanufaisha Watanzania wenyewe, nadhani hii ripoti imekuja katika muda mwafaka, na inapaswa kimsingi kwa wale wote ambao waliohusika wameguswa kwa namna moja au nyingine, wanapaswa waweze kuwajibika. Sipo hapo tu kwamba sheria kali, kumekuwa na sheria ambazo kimsingi kwenye katiba zipo kama ilivyoelezwa awali kwamba tuna tume ya maadili ambayo inadili katika masuala ya viongozi. Kwa hiyo ni wakati sasa hii tume ya maadili iweze kushughulika vizuri sana na hawa watu ambao kimsingi waliweza kushughulika na kutuingizia hasara taifa, kutokutuletea faida sisi wa Tanzania. Hivyo waweze kuwajibika, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kwa muda wote ambao kimsingi waliweza kuhusika katika ubadhirifu huu, ile faida walioipata iweze kurudishwa kwa Watanzania, wafilisiwe ili pesa zote zile ambazo zilikuwa kimsingi zingeenda kwa Watanzania zingeweza kurudi na kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kunufaika kwa pamoja.
Spika, umeongea vizuri sana kwamba labda wafilisiwe, lakini kwa maoni yako, kutokana na ripoti ya Waziri Mpango, unadhani hatua za tume kama hii ya Waziri Mpango ziishie TTCL au zinatakiwa ziende mbele zaidi? Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi ukweli, kwa sababu hii ni hatua ya kwanza na huu uchafu, mimi naweza kusema ni uchafu ambao umeweza kuonekana kutokana kwa watendaji ambao kimsingi hawazingatii maadili yao ya kazi. Hapa kuna tatizo. Wameanza hapa, lakini waanze waguse. Unaweza kujikuta kwamba katika labda mfano Iringa hoteli hapo kuna tatizo, ukajikuta labda Tabora hoteli kuna tatizo, unaweza kujikuta tena tukaenda kwenye shirika letu la reli kuna tatizo. Kwa hiyo huu uchafu unaonekana kwamba ikawa ni uchafu ambao kimsingi bado upo. Kwa hiyo wasiishie hapa. Wanapaswa sasa serikali jikite katika kupitia mashirika yote ili kuhakikisha kwamba shughuli nzima ambazo zilikuwa zinafanyika katika mashirika hayo zilikuwa zinatija kwa Watanzania, zilikuwa zinaleta faida kwa Watanzania. Kama kutakuwa kuna uchafu wowote, uozo wowote kinyume na maadili, viongozi wameweza kufanya waweze kuwajibika ili faida zote ziweze kurudi kwa Watanzania. Asante sana Spika wa Bunge la Serikali ya Wanafunzi hapa katika Chuo Kikuu cha Mkwawa. Nirudi tena kwa Rais wa Daruso katika chuo hiki cha Mkwawa. Kwa maoni yako wewe, kwa maana ya kwamba umekwisha sema kwamba sheria ichukue mkondo wako, lakini nini labda unachoweza kukitoa kwa watazamaji wa TBC katika swala zima la ubinafsishaji wa hovyo? Maana inawezekana ubinafsishaji wa hovyo haukuishia TTCL tu. Naam. Ndugu mtangazaji, jambo la kwanza naweza kuzungumza ni kwa habari ya uwekaji mikataba. Tunafahamu kwamba uwekezaji unaenda na mikataba. Lakini tukumbuke kwamba unapoweka mkataba lazima tuzingatie habari ya uzalendo pamoja na wajibikaji makini. Wakati huo tukumbuke unaposaini mkataba kuna sheria ambazo zinaongoza uwekaji wa mkataba. Kwa jambo la kwanza, hiyo mikataba iwekwe kisheria na izingatiwe kuhakikisha kwamba hili jambo limefanyika. Lakini wakati huo ndugu mtangazaji, niseme tu kwamba tunapokuwa katika kuelekea Tanzania ya viwanda, ni lazima tuhakikishe kuna matumizi bora ya rasilimali tulizonazo, lakini pia tuhakikishe tuna usimamizi bora wa mali tulizonazo, ikiwemo Watanzania wenyewe pamoja na mali zao zote. Nafikiri kwa ufupi naweza kusema hivi. Bwana Panga, Naibu Waziri wa Habari na Mawasiliano. Kwa kiasi kikubwa wewe ndio msemaji wa chuo. Nini maoni yako ukiachilia mbali hapa Rais wa Daruso amesema kwamba tuangalie mikataba. Na huku Spika akasema kwamba wafilisiwe. Wewe labda kwa maoni yako, licha ya kusema kwamba tunaongelea hapa TTCL, lakini pia swala la kufuatilia mikataba ya ubinafsishaji limeanza na serikali ya awamu ya 5. Nini maoni yako hapa? Ndugu mtangazaji, mimi niwaambie watazamaji kwamba kuna katika masuala haya kuna changamoto kubwa. Na mimi ninafikiri kwamba ni vema uchunguzi, tume ya uchunguzi uundwe katika sekta mbalimbali ambazo zina changamoto ya kuwa na kuwepo kwa wasiwasi fulani ambao kwa namna moja ama nyingine inaonekana kwamba kuna ukiukwaji wa sheria za mikataba. Sisemi tu kwamba kwa upande wa TTCL, lakini nafikiri tunakumbuka kwamba kuna mlolongo wa matukio. Tulianza kwenye sekta madini kama tulivyoona kwa Acacia, tuliona tena kwa kule kampuni ya uchimbaji wa madini Marerani kule. Tumeona kwamba kuna mambo ambayo tunaona kwamba yanakwenda ndivyo sivyo katika misingi isiyo ya kisheria. Na tumeona kwamba tume ambayo iliundwa na rais katika kuchunguza hayo yote ilileta majibu chanya na kubaini yale ambayo yalikuwa kubaini matatizo yote ambayo yalikuwa yanatokea katika migodi hiyo. Lakini pia kwenye TTCL tumeona. Kwa mimi ninachopenda kuambia watazamaji na viongozi wa serikali kwa ujumla waweze waunde tume maalum katika sekta au nyanja mbalimbali za kiuchumi ambazo zinahusisha masuala ya uwekezaji ili kubaini, kwa sababu tukisema kwamba inapotokea changamoto ndio tume inaundwa, tutachelewa sana kufika katika lengo ambalo inakusudiwa. Na niombe kwamba viongozi mbalimbali katika serikali wasisubiri kwamba rais aseme, kwamba kuna tatizo sehemu fulani alafu ndio wanachukua hatua. Kwa hiyo tunapaswa sisi kama jamii kuunga mkono serikali katika juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa
katika kukomboa rasilimali za taifa hili. Asante. Watazamaji, ni imani yangu kwamba mnafuatilia mjadala huu, na kwa hakika utaona vijana hawa ni vijana ambao wako kwenye miaka ya 20 na kidogo tu hapa, wala hawajaenda mbali sana, lakini unaweza ukaona upeo wao wa kuongea na uelewa au kwa namna ambavyo kasi na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 5 ambavyo inajielekeza. Basi nimpe tena nafasi Waziri Mkuu Bwana Mtega. Mtega, hapa naibu waziri wa habari kasema kwamba kuna mawaziri au na wasaidizi wa rais wasisubiri rais tu aseme. Yawezekana katika wizara zao kuna madudu, kuna vitu gani, wafanye uchunguzi wao wenyewe kabla ya rais kusema ili waweze kumsaidia. Wewe kwa maoni yako, kwa mfano, unadhani kwa sababu ubinafsishaji au kuhusika tu na TTCL, wapi pengine labda ambapo unaweza kushauri kwamba nguvu za wizara hizi, nguvu za taifa letu zielekezwe katika kubaini au maeneo mengine ya kiutendaji? Ndugu mtangazaji, nitoe shukrani tena kwa fursa nyingine. Ninachoweza kuongea kwa sasa ni kwamba ufuatiliaji wa mikataba usiishie tu kwa TTCL, kwa sababu sheria zipo toka kipindi hicho, ila tu ni ukiukwaji tu wa makusudi, tena niseme ni ukiukwaji tu wa makusudi ambao watu wamekuwa wakiufanya licha ya kwamba sheria zipo toka muda mrefu. Sasa ninachokiomba kwa serikali yetu, kama nilivyosema kwamba watu wamekuwa wakifanya kazi kwa matashi yao tu pasipo kufikiria kwamba kuna sheria. Kwa hiyo katika serikali hii ya awamu ya 5 ambayo inaongozwa na Rais John Joseph Pombe Magufuli, kwamba tuendelee tuangalie na mikataba yote ya nyuma. Kuna haja ya kwenda kuirudia ile mikataba na kuipitia, tuone kama kuna vitu ambavyo vinafanyika kinyume na sheria, kwa sababu katika kwenye hili sakata la TTCL tunaona kabisa watu wamekuwa wakiendesha mambo kiolela tu. Kwa naona kabisa kwamba mawaziri pamoja na manaibu waziri kwa nafasi zao pamoja na watendaji wote wa serikali, tuunge juhudi za Mheshimiwa Rais Magufuli kwamba yani vitu vyote ambavyo tunahisi kwamba vinakwenda isivyo, turudi kwenye misingi, turudi kwenye sheria ambazo zinatuguide katika hii mikataba ambayo tunayo. Mtega, kama umemsikia rais wa serikali ya wanafunzi Yohana, anasema kwanza kuna haja ya kurudi kwenye misingi, turudi kwenye sheria. Lakini yawezekana kwamba labda tusijifunge sana kwenye ubinafsishaji wa TTCL. Labda kuna maeneo mengine ambayo ninyi kwa maoni yenu mnaona kwamba pia kuna haja ya kuweka darubini na kuona mambo yaliendaje. Nini maoni yako hapo? Naam. Ni kweli ndugu mtangazaji, si kila tulichonacho Tanzania kipo kwenye mkataba. Vingine vinamilikiwa na serikali, vinaendeshwa na serikali. Tuchukulie mfano shirika la ndege, tuangalie barabara tulizonazo, miundombinu mingi inaendeshwa na fedha za serikali, hasa katika utawala huu wa Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Miradi inatolewa inakamilika kwa fedha za ndani. Lakini sasa je, tunasimamiaje hiyo miradi? Serikali inatoa fedha nyingi, si mkataba ule, ni serikali imetoa fedha ikawapa wakandarasi. Je, inafanyika katika standard inayokubalika? Lazima turudi kwenye misingi kama Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyozungumza. Lakini pia turudi tuangalie kwenye rasilimali zetu, kwa mfano misitu. Tukiangalia mali asili kwa ujumla, tuna mbuga za wanyama za kutosha, tunazo Serengeti, tunazo Selous na nyingine nyingi. Zote hizo ni sehemu kubwa inatupatia kipato. Je, pesa inayotokana na utalii wa ndani, utalii wa nje inasimamiwaje kuelekea maendeleo makubwa ya taifa? Wakati huo turudi nyuma pia tuangalie kuna miradi ya maji. Serikali inatoa fedha, kwa mfano serikali ipo kwenye juhudi za kuleta maji kutoka Ziwa Victoria kupitia Shinyanga hadi Tabora. Je, usimamizi umekaaje? Rasilimali watu, rasilimali fedha, rasilimali zote zinazotumika zinasimamiwaje? Lazima turudi kwenye misingi inayokubalika. Na vile vile lazima sasa viongozi tuwe mstari wa mbele kusimamia, lakini hata Watanzania wote kwa ujumla. Usiangalie tu kwamba ni jukumu la Mheshimiwa Rais ama mkuu wa mkoa, lakini kila Mtanzania analo jukumu la kuhakikisha kwamba tunapeleka maendeleo ya taifa letu kwa kutanguliza uzalendo, uadilifu na uwajibikaji. Daniel Yona ambaye ni rais wa serikali ya wanafunzi hapa Muse ameongea jambo jema sana. Amesema kwamba
Mtanzania yoyote kwa mahala ulipo, kwa nafasi yako, unatakiwa kukamata wajibu wako, kushughulika kutimiza wajibu wako wa kizalendo, kuhakikisha kwamba nchi hii inafikia malengo yaliyowekwa na serikali ya awamu ya 5. Lakini labda nije kwa naibu waziri wa habari pamoja na mawasiliano Nicholas Panga. Wewe katika mjadala huu kitu gani cha ziada ambacho unataka kukiongelea? Asante ndugu mtangazaji. Ninataka niseme kitu kimoja ambacho ninaamini kwamba kitakuwa ni cha muhimu mkubwa sana kwa watazamaji pamoja na uongozi kwa ujumla. Kuna miradi mingi ambayo sasa hivi serikali inatekeleza. Kuna mradi wa reli ya kati, Standard Gauge Railway, ambao ni reli ya umeme. Unaweza kutumia reli ya umeme au reli ya kawaida. Ni mradi ambao unatekelezwa kwa fedha za ndani pamoja na fedha za nje. Pamoja pia kuna mradi wa nishati ya umeme, Stiegler's Gorge. Tumeona kuna miradi kama hiyo. Lakini pia serikali inahimiza ujenzi wa viwanda katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna miradi mingi. Lakini tusipokuwa makini, nikimaanisha kwamba viongozi ambao wanasimamia miradi hiyo wasipokuwa makini, tutarudi tena kwenye uchafu ambao tumeona kwenye TCL, kwa sababu TCL ni taasisi moja ambayo tumeona kwamba yaliyotokea sasa hivi ambayo tumeona katika ripoti iliyowasilishwa na waziri wa fedha na mipango Dr. Mpango, ni mambo yaliyotokea huko nyuma. Kwa hiyo sasa yatakayotokea kama yatatokea kama ambayo yametokea kwenye TCL, kama hatutokuwa makini. Na hapo sema hatutokuwa makini ninamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba viongozi ambao wanasimamia rasilimali ambazo zinatekelezwa wawe waadilifu, wazingatie sheria na wazingatie matumizi mazuri ya fedha za umma kama ambavyo Mheshimiwa Rais anahimiza. Asante. Asante sana naibu waziri wa habari, lakini labda nigeuke sasa kwa spika wa bunge Bwana Athanasi Pastori. Naibu waziri wa habari ameongea jambo zuri sana, amesema uadilifu. Kuna haja ili tusirudi kwenye makosa ya TTCL, uadilifu wa viongozi. We hapa Muse ni kiongozi, unaongelea ni juu ya uadilifu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kikweli tunapokuwa tunazungumzia zana ya uongozi, zana nzima imebebwa na uadilifu. Sema uadilifu, uwajibikaji, uzalendo. Hatuwezi tukajiita ni wazalendo kama endapo hatutokuwa waadilifu. Kwa hiyo tunapaswa tuwe wazalendo ambao tumebebwa na uadilifu. Kwa hiyo uadilifu wetu ndio utakaotuletea dhana nzima ya kuwa wazalendo. Ndugu mtangazaji, katika swala hili ambalo kimsingi limeweza kutokea katika taifa letu, mimi ningeweza tu kusisitiza mambo machache tu, kwamba kwanza tunapaswa tuwe waadilifu na wazalendo katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza kwa vitendo hizi sheria za ubinafsishaji. Tusiingie katika masuala ya kutaka kila kitu tukibinafsishe, lakini hapo tunakuwa tuna percentage zetu ambazo tunazihitaji kama viongozi. Kwa hiyo lazima tuishi kwenye kanuni ambazo kimsingi tutakapoingia kwenye ubinafsishaji uwe ni ubinafsishaji ambao utakaokuwa na tija kwa Watanzania. Lakini pia hizi tume zimekuwa zikiundwa, hizi kamati zikiundwa kwamba tushughulikie swala hili. Kikweli zile report recommendation ambazo zinakuwa zinatolewa na kamati hizi kimsingi zinapaswa ziweze kusikilizwa, na kimsingi zinapaswa pia ziweze kutiliwa maanani, ili yale ambao walioyasema na yale ambao walioyaona mle, ili tuweze kuhakikisha kwamba huu uchafu ambao unaopatikana tunaweza kuondoa moja kwa moja. Lakini vile tukaangalia masuala, tukienda mbali zaidi tukaangalia bado tumekuwa na tatizo kubwa sana katika taifa letu. Sasa katika masuala ya mikataba hii, tukaangalia masuala ya tumbaku. Tabora kumekuwa kuna shida kubwa sana sasa masuala ya tumbaku. Sasa tunatafuta tija ya wananchi wetu, ili kwenye zao ambalo kimsingi wanashughulika nao ambao ni zao la biashara katika mkoa wa Tabora waweze kupata faida. Unajikuta kwamba faida ile hawawezi kuipata kwa wakati mwafaka, na hatimaye tunashindwa kujikwamua. Sasa ni wajibu wa viongozi kuhakikisha kwamba zile mikataba zote ambazo zilizowekwa
zilizopo kwenye swala la tumbaku ziweze kutazama upya ili tuweze kuleta faida na tija kwa Watanzania. Lakini pia ndugu mtangazaji, tumekuwa na matatizo sana hizi. Sasa tunaangalia katika masuala ya tenda, masuala ya barabara, masuala ya maji. Kuna barabara nyingi ambazo kimsingi zinakamilika, lakini baada ya miezi 6 unaenda kukuta ile barabara sio barabara tena, afu imejengwa kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo sasa tuondoke sasa kwenye ile dhana ya kuwa viongozi wa kutafuta faida binafsi, basi tuwe viongozi ambao kimsingi tutakaojikita kutafuta faida ya Watanzania wote. Tukienda katika zana hiyo, kimsingi tutaweza kulibadilisha ile taifa. Taifa letu litatoka sehemu tulipo sasa, tutaenda mbele zaidi ili kuhakikisha kwamba dhamira ya kweli ya serikali kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na maisha ambayo kimsingi yatakuwa ni maisha ambayo yanayoendana na uhalali wa rasilimali walizonazo, wanaweza kuyafikia. Lakini pia sheria, masuala ya utalii. Kuna ripoti ambazo zimekuwa zikitoka zikisema kwamba Tanzania tunaongoza sana kwa utalii, lakini tujiulize kwamba kulingana na ripoti hizo zinazotolewa, je, utalii wa wananufaika nao? Tukijiuliza swali hilo, ndo hapo tutapata sasa shauku ya kwenda kuanza kuangalia kwamba je, uhalali wa kile ambacho kinachozungumzwa ni kweli Watanzania tunaweza tukanufaika nacho. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba hizi miradi zote, haya mashirika yaliyopo ambayo yanatakiwa yalete faida kwa Watanzania tunaweza kuyatekeleza. Lakini pia mwisho kabisa, ndugu mtangazaji, niseme tu kwa upande wangu kwamba lazima tuangalie kwa mfano katika swala hili la elimu pasipokuwa na malipo. Sasa hivi vijana wanakwenda shuleni tena wamejitokeza kwa wingi sana. Nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Lakini bado tuna haja ya kutazama matumizi sahihi ya hizo pesa. Mikono na pesa, watu wakuu wa shule, viongozi wengine ambao wanaoshirikiana katika kuhakikisha kwamba hizo pesa zinafika kwa wakati mwafaka na zinatekelezeka kulingana na zilizopangiliwa, zinaenda kinyume. Kwa hiyo ili tuweze kutafuta uadilifu, ni lazima tuhakikishe tunatekeleza majukumu yetu kwa misingi ambayo iliyowekwa. Hatuwezi tukajiita wazalendo kwamba tunahitaji wa Tanzania tuwe wazalendo. Tutakuwaje wazalendo kama endapo sio waadilifu? Na ndugu mtangazaji, kwamba tumekuwa tukilalamika kwamba Tanzania masuala ya katiba, tunatakiwa tuwe na katiba mpya, lakini katiba hii ambayo tulionayo tukiweza kuishi katika misingi ya uadilifu, tunaenda kujikuta kwamba swala la kuhitaji katiba mpya linakosa nafasi yake kwa sasa. Kwa hiyo tujaribu tuishi kwanza hizi kanuni, katiba, tuwe maadili. Kama wewe ni kiongozi, fuata maadili yako kama kiongozi ili uhakikishe kwamba unatekeleza wajibu wako. Utaona kwamba swala la katiba litokuwa linahitajika kwa sasa. Mimi nadhani tuko hapo, niweze kuishia hapo na niseme kwamba kuna umuhimu mkubwa sasa kuhakikisha kwamba haya mashirika, hata miaka za nyuma tulikuwa na shirika la reli. Shirika letu la reli miaka za nyuma liliweza kuweza kubinafsishwa. Na yenyewe pia itazamwe kwamba tulipata faida gani katika hapo na kina nani walipata faida. Kama kuliingiziwa hasara yoyote ambayo iliyotokea, wale ambao walihusika muda huo wawajibike, kwa sababu tunahitaji sasa hivi tuwe na taifa ambalo kimsingi litakaloweza rasilimali za taifa ambazo kimsingi zitaweza kuwasaidia Watanzania wenyewe. Kwa nini tubadilike taifa hili la Tanzania liendelee kuwa kama shamba la bibi, kila mmoja anachuma anaondoka, kila mmoja anachuma anaondoka? Kwa hiyo kimsingi lazima tubanane na tuhakikishe kwamba rasilimali tulizonazo zinaweza kuwanufaisha Watanzania wenyewe. Asante sana. Mtazamaji, ni imani yangu umemfuatilia Spika wa Bunge la Serikali ya Wanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Mkwawa, Athanas Pastori, ameenda nje kidogo ya mada kwa maana ya ubinafsishaji wa TTCL, lakini yeye kwa mawazo yake anaona kwamba ni sawa, kwa sababu si swala tu la ubinafsishaji, kwa sababu taifa hili limekuwa na matatizo mengi, kushoto kulia. Kwa hiyo ameona kwamba aende mpaka kaangalie zao la tumbaku, matatizo ya zao la tumbaku. Lakini pia utakumbuka hivi karibuni Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amejikita katika eneo la mazao ya kilimo. Kwa mfano alivunja mamlaka ya pamba, alivunja juzi hapa amevunja bodi ya kahawa, lakini pia alikwenda kusini kule akashughulikia zao la korosho. Kwa hivi ni vitu ambavyo Watanzania vimekuwa vinawasumbua, na ndio maana Spika wa Bunge la Serikali ya Wanafunzi hapa ameweza kuvigusia. Lakini labda nirudi tena kwa Waziri Mkuu Bwana Nestori, wewe achilia mbali ubinafsishaji wa TTCL, lakini pia achilia mbali matatizo mengine hayo, kwa maoni yako nini ambacho nakiona nadhani kama serikali imeweza kuangalia ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL? Unadhani labda kuna kitu gani kingine cha kuongeza tija hata nje ya ubinafsishaji ambacho kinaweza kuisaidia serikali ya awamu ya 5 kuweza kuwafikia Watanzania, au la ambacho tayari serikali imefanya na ambacho unaona kwamba ni kizuri ukawaeleza watazamaji kama shuhuda?
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kifupi ni kwamba tunaona kabisa serikali ya awamu ya 5 toka imeingia madarakani imekuwa ikifanya mambo mengi ambayo ni mazuri, japokuwa baadhi ya watu wanayapokea kwa kushangilia na wengine wanapokea kwa mbezo mkubwa sana, ambapo ndo tunakuta tawimbi kubwa la watu ambao ni wengi wanabeza, lakini tunaona kabisa kwa mtu ambaye ni ana maono ya mbali lazima ataungana na juhudi za Mheshimiwa Rais, kwamba mambo mengi yanayoyafanya hayaonekani kwa macho ya leo, yanaonekana kwa macho ya kesho. Tunaona kabisa kwamba rais wetu yeye anaangalia nini matokeo ya anachokifanya leo kesho. Watanzania wengi tunakosa uzalendo kwa kutaka kufanya vitu ambavyo vinatufaidisha sisi wenyewe. Sawa. Tumeona na mambo kama Bombardier. Tumeona Standard Gauge Railway. Wengi wanabeza haya mambo, lakini tunaangalia impact. Nini matokeo ya kile kitu. Yeye ameangalia mbali. Tunaona kama Bombardier mfano. Bombardier, Mheshimiwa Rais alikuwa akizungumza kwamba tunapoteza watalii wengi kutoka nje. Sawa, wanafikia Kenya. Lakini laiti kama tungekuwa na ndege za kwetu, hawa watu wanafikia direct kwetu na kuingia katika vivutio vya utalii kwetu sisi wenyewe na wanalipa kodi kwetu. Lakini kipindi cha nyuma tunaona watu wanaingilia Kenya na kodi wanalipia Kenya. Tunaona kabisa mapato yanapotea kabisa. Sasa lakini tunaona vitu kama hivi ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akivifanya ni vitu ambavyo ni faraja kwa sisi si Watanzania wanyonge. Ni faraja kwa sisi Watanzania wanyonge na ni faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Lakini watu wanazidi kubeza. Mimi tu niombe kwamba viongozi pamoja serikali nzima, yani pamoja na wananchi wote, tupende kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais, kwa sababu maono yake sio ya leo, hayaonekani kwa leo. Tunatakiwa kufikiria vizazi vijavyo. Nakushukuru sana Waziri Mkuu. Tunapoelekea sasa mwishoni mwa kipindi hiki, tufanye majumuisho, kwa maana kwamba tumeongelea ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL, lakini pia mmeshauri kwamba pafanyike utaratibu wa kujaribu kuangalia yepi ambayo ya hovyo alifanyika huko nyuma, ukiachia mbali TTCL. Tunapomaliza kipindi hiki, Bwana Naibu Waziri wa Habari na Mawasiliano, Nicholas Panga, nini ujumbe wako kwa Watanzania na ujumbe wako kwa serikali? Asante. Nikianza na ujumbe kwa serikali. Serikali ina uongozi wake kuanzia kwa rais, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, kuna wakurugenzi na viongozi wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wanahusika katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Wasisubiri, mimi naomba nirudi tena pale, wasisubiri jambo fulani litokee au rais aibue jambo alafu ndo wafanyie kazi. Nilikuwa nikimsikiliza Mheshimiwa Rais juzi akizungumza na waziri wa TAMISEMI ndugu Suleiman Jafo pamoja na waziri wa elimu. Alikuwa akiwaambia kuhusu swala zima la ufuatiliaji wa shule, jinsi zinavyotumia zile fedha ambazo serikali inatoa kwa ajili ya gharama za elimu. Na kwa nini baadhi ya shule zimekuwa zikiendelea kuchangisha wazazi fedha kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli mbalimbali za shule. Najiuliza swali kwamba ni kwa nini wanasubiri kwamba rais awaite awaambie. Wao walipaswa kufuatilia wenyewe pasipo kuambiwa na Mheshimiwa Rais. Kwa viongozi tusisubiri kwamba rais atuambie au mtu fulani au kiongozi au waziri au mkurugenzi akujua wajibu wako, mkuu wa wilaya wajibu wako, mkuu wa mkoa wajibu wako. Kila mtu akitekeleza wajibu wake kwa nafasi yake katika uongozi wa serikali, hakika naamini kwamba mambo yatakwenda vizuri na hatutaona matatizo ambayo yanajitokeza kama tuliona kwenye TTCL. Nikienda kwa ujumbe kwa mwananchi, wananchi watambue na waelewe kwamba yanayofanywa na serikali hatuwezi tukaona
mabadiliko haraka haraka. Rais aliwaagiza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na pamoja na viongozi wote kwamba muwaeleweshe wananchi, waelewe kwamba tunapozungumzia ununuzi wa Bombardier, mwananchi anafaidika nini? Tunapojenga reli, mwananchi anafaidika nini? Tunapojenga reli, kuna pato la taifa pale linaloongezeka. Kwa maana kwamba hiyo pato itakuja kumwezesha mwananchi katika kupata huduma mbalimbali zikiwemo huduma za afya na elimu pamoja na huduma zingine. Sasa wananchi tunapaswa kuunga mkono juhudi za serikali, kwa sababu tunategemea kwamba kesho na kesho kutwa, kama sisi ni wazee, kama sisi ni vijana, tunategemea kwamba baada ya muda fulani tutatarajia kwamba nchi yetu inaingia katika uchumi wa kati kama ambavyo Mheshimiwa Rais anahimiza. Kwa hiyo tusibeze juhudi za serikali, badala yake tuunge mkono serikali, kwani tunaamini kwamba mwisho wa siku kwa yale yanayofanywa tutakuja kupata matunda mazuri ambayo tunatarajia kuyapata. Asante. Asante sana Bwana Panga. Rais wa serikali ya wanafunzi Muse Daruso kwa maana ya Daniel Yona. Nini tunapofikia mwisho wa kipindi? Nini kauli yako kwa watazamaji, lakini pia maoni yako kwa serikali? Asante mtangazaji. Naomba nianze na maoni yangu kwa viongozi wa serikali. Nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ameweza kimsingi kuwasaidia Watanzania walio wengi. Tunashuhudia wote baada ya kuingia madarakani, tatizo la madawati likakamilika na likaisha. Nafikiri hadi sasa Watanzania hakuna mahali ambapo panasemekana madawati ni tatizo. Wakati huo nipenda kumpongeza Mheshimiwa Rais, ameweza kutikisa maeneo kadha wa kadha. Ikiwepo kwenye madini tumeona Acacia, lakini pia hapo ningemuomba Mheshimiwa Rais aangalie kule Nyamongo, aangalie kule Kahama Buzwagi, aangalie Songwe Kiwila, ajaribu kuingia huko kwenye bodi za tumbaku, za kahawa, za korosho, mahindi kule Mbeya wanalima sana mpunga, angalie huko pia, watendaji wajaribu kuangalia hilo. Kama ndugu Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri wa Habari na Mawasiliano alivyogusia, twende zaidi maeneo mbalimbali, kwamba viongozi wasisubirie sasa. Tunaposema kwamba tuangalie Nyamongo, manake mkuu wa mkoa wa Mara ataangalia pale nini kinafanyika ndani ya mkoa wake, lakini pia ndani yake kuna mambo kadhaa yanaweza kufanyika. Na kwa Watanzania kwa ujumla niseme tu kwamba katika kulijenga taifa letu si jukumu la mtu mmoja, Mheshimiwa Rais ama watendaji wake wachache, lakini kila Mtanzania analo jukumu sasa la kuvaa kiatu na kusimama na kulipigania taifa la Tanzania. Nizamu yako sasa, Waziri Mkuu Bwana Florence Mtega. Nini kauli yako tunapofikia tamati ya kipindi, kauli yako kwa watazamaji, lakini pia maoni yako kwa serikali? Nashukuru sana Mheshimiwa mtangazaji. Kauli yangu kwa serikali na wananchi na wananchi kwa ujumla, nianze labda kwa serikali. Serikali imekuwa ikifanya mambo mengi mazuri. Ninachokiomba kwamba waendelee kufanya mambo yaliyo mazuri kwa maslahi ya wananchi wanyonge pamoja na taifa kwa ujumla. Nikimaanisha hivyo kwamba watendaji wote wa serikali, wa kada zote, viongozi pamoja na wananchi kwa ujumla, tuangalie ni namna gani ambao tunalifikisha taifa hili katika sehemu ambayo ni nzuri, kama rais wetu anavyosema kwamba taifa letu linatakiwa lifike katika uchumi wa kati. Lakini pia kwa wananchi kwa ujumla kwamba tuache dhana ya kubeza. Tunajua kabisa mambo mengi yamekuwa na uozo mwingi, lakini katika serikali ya awamu ya 5 tumeona mabadiliko mengi ndani ya muda mfupi sana. Sasa hizi hakuna Mtanzania ambaye anakaa na kujibweteka nyumbani. Tunaona kabisa wazungu wanasema people are very conscientized now. Are very conscientized kwamba watu wameshajua nini kinaendelea na wanatakiwa kuendelea kuwa na uelewa huo kwamba tunatakiwa kutoka mahala tulipo na kufika sehemu nyingine. Sasa katika kutoka mahala tulipo kuelekea sehemu nyingine, lazima tukubali na kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais. Asante sana. Bwana Mtega, nakushukuru sana. Sasa ni zamu yako Spika wa Bunge ya Serikali ya Wanafunzi Muse. Nini kauli yako kwa watazamaji lakini pia kwa serikali? Asante sana ndugu mtangazaji. Kauli yangu kwa watazamaji ambao naweza nikasema kwamba ni Watanzania wenzangu. Kimsingi ni muda wa kazi. Maneno mengi
hayana maana kwa sasa. Tujielekeze sasa katika vitu ambavyo kimsingi vitaweza kulisaidia taifa. Tuchape kazi, kila mmoja atekeleze wajibu wake. Nadhani kutakuwa hakuna tatizo. Tuunge juhudi zote za Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake, kwa sababu na sisi ni Watanzania. Kwa nia yetu moja, tuwe wazalendo wa kweli. Lakini pia nikirudi katika upande wa viongozi. Upande wa viongozi kiukweli, ndugu mtangazaji, sasa viongozi wanapaswa sasa wabadilike. Wasiishi kwa mazoea. Yale mazoea ambayo yaliokuwepo awali, kwamba yeye kwa sababu ni kiongozi basi akifika pale ataendeleza kufanya mambo yake, wabadilike. Atekeleze, kila kiongozi anapaswa atekeleze wajibu wake. Asisubiri kusukumwa. Kwamba wewe kama ni mkuu wa wilaya tekeleza wajibu wako, kama ni mkuu wa mkoa tekeleza wajibu wako. Wewe kama ni diwani, mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, wewe kama ni tuseme katibu kata, kwa nyadhifa au kwa nafasi yoyote ambayo kila mmoja alionayo serikalini, anapaswa aweze kutekeleza wajibu wake, pia akitanguliza uzalendo, pia tukiendelea kumwomba Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha kwamba hili taifa letu, dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais inaweza kufikiwa na Watanzania wanaweza kunufaika kwa pamoja. Asante. Asante sana Spika kwa maoni yako, lakini pia kwa kushiriki kipindi hiki. Pia nikushukuru Waziri Mkuu kwa maoni yako na pia kwa kushiriki kipindi hiki. Vile vile Rais wa Serikali ya Wanafunzi, asante sana kwa kushiriki kipindi hiki. Pia Naibu Waziri wa Habari na Mawasiliano, asante sana kwa kushiriki Tanzania Mpya kutoka hapa Chuo Kikuu cha Elimu cha Mkwawa. Watazamaji, kama ambavyo umeshuhudia, nilikuwa na vijana hapa wanne ambao ni sehemu ya Serikali ya Wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Elimu Mkwawa, na maoni yao umeyasikia. Wanachosema ni kwamba wale waliohusika na ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL sheria ichukue mkondo wake, lakini pia serikali isiishie tu katika ilivyounda tume na ikagundua kwamba kulikuwa na ubinafsishaji wa hovyo wa TTCL. Wanachoshauri vijana hawa, wanasema kwamba hebu serikali ipitishe tena macho yake katika taasisi nyingine ambazo zilibinafsishwa. Yawezekana mtindo uliotumika kubinafsisha TTCL ndio ambao ulitumika kubinafsisha hizo taasisi nyingine. Lakini kubwa zaidi, ninapokuaga kutoka hapa katika Chuo Kikuu cha Elimu cha Mkwawa, labda nikupe jambo moja tu vizuri sana na fupi ambalo ukisha lisikia siku za nyuma, kwamba katika chuo hiki ndipo mahali ambapo Rais John Pombe Magufuli amesoma hapa. Mzalendo nambari moja alipita katika chuo hiki miaka ya 80, na mmoja kati ya walimu wake ni Mwalimu Ruhumbiza, na pasina kuficha, Ruhumbiza alisema kwamba darasa lile la miaka ile lilikuwa ni darasa la wanafunzi ambao walikuwa ni makini sana. Kama ulikuwa unawafundisha, ulipaswa jiandae sana ili kwenda darasani. Kwa hiyo kipindi kinapokwisha hiki, ninakupa ziara kidogo fupi ya picha mbalimbali za majengo ya Chuo Kikuu cha Elimu cha Mkwawa, chuo ambacho alisoma rais wetu mzalendo nambari moja John Pombe Magufuli. Basi mimi nakuaga mtangazaji wako Lugenzi Kabale, lakini nakupa dakika 3, hebu angalia hiyo ziara, fanya ziara ya Mkwawa, Chuo Kikuu cha Elimu hapa, lakini pia ukikumbuka kwamba ndipo jembe letu namba 1 lilisoma hapa. Bye bye.